Akizungumza na Hope Channel Tanzania, afisa lishe wa halmashauri ya wilaya Mbeya, Leus Maembe, amesema kuwa mkoa wa Mbeya bado una changamoto ya upungufu wa vyakula vyenye asili ya mifugo, hali inayochangia watoto kukosa lishe bora, huku akifafanua kuwa lishe bora ni msingi wa afya na maendeleo ya mtoto, hivyo jamii inapaswa kubadilisha mtazamo na kutumia rasilimali zinazoboresha hali ya lishe katika kaya. Lakini bahati mbaya sana kwamba sasa hiki ambacho tunakizalisha sana hakina kiwango kikubwa cha protini ambayo inahitajika sana kwa watoto katika ukuaji wao. Kwa ndio maana nakuta kwamba hali ya udumavu na utapiamlo mwingine kwa watoto wetu. Watu wetu wabadilike. Ufugaji wa kuku, ufugaji wa wanyama wadogo wadogo uweze kufanyika, na yale mazao yake basi yaweze kutumiwa na watoto. Angalau kila siku apate kipande kidogo ka nyama. Mtoto huyo atakuwa vizuri na hali ya udumavu ita. Kwa upande wake, Amina Ramadhani, afisa mradi lishe ya mwanao kutoka shirika la Consonant linalotekeleza mradi huo kwa kushirikiana na Catholic Relief Service CRS, amesema wanashirikiana na serikali vyema ili kuhakikisha jamii inapata mabadiliko chanya. Kama mradi, kwanza kabisa tunafanya kazi kwa kushirikiana na ofisi za mikoa yote miwili, Njombe pamoja na Mbeya, lakini vile vile na ofisi za wakurugenzi, bila kusahau wataalamu tofauti katika ngazi za mkoa pamoja na ngazi za halmashauri, ngazi za kata, mpaka wale watu katika ngazi za vijiji na jamii kiujumla. Moja, tumeweza kutoa mafunzo kwa wakulima viongozi, lakini vile vile extension officer kwa wale mabwana shamba katika ngazi za kata. Tumefundisha extension zaidi ya 84, lakini vile vile na wakulima viongozi kutoka katika vile vijiji vyetu 100, na maanisha kwa Mbeya ni 23, lakini kwa Njombe ni vijiji 77. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wamesema elimu ambayo wamekuwa wakipata imewasaidia katika kuboresha afya na ukuaji wa watoto. Kwa wale wanafunzi wote ambao tulipata mafunzo kule, tuliamua kuungana na kuja kuelimisha makundi tofauti. Na baada ya hapo tulilima soya. Nimepewa mafunzo na mradi wa lishe ya mwanao katika kusimamia siku za afya na lishe, kuhakikisha huduma zote zinatolewa. Tunakutana na kina wazazi au walezi wa watoto kuanzia miezi 6 hadi miezi 59. Nimepitia mafunzo ya mradi wa lishe ya mwanao. Mimi ni mkulima wa mfano. Mradi huu umeninufaisha mimi hasa kwa yale mafunzo ambayo tulikuwa tumeyapokea, na ninapouendeleza nimeona faida yake, na nina ujuzi wa kujitosheleza kwa sababu ya muda ambao nimeishi nao. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.